Mbunge wa jimbo la Tarime Vijijini, Mheshimiwa Mwita Waitara ameomba uongozi wa Chama cha Mapinduzi CCM mkoa na taifa kuchukua hatua za haraka dhidi ya kamati za siasa chama hicho katika wilaya za Musoma mjini na Tarime kwa madai kuwa baadhi ya wajumbe wake wanajihusisha na vitendo vya ukiukwaji wa taratibu kwa kuwapigia kampeni baadhi ya watu, jambo ambalo linaweza kuwafanya kushindwa kutenda haki kwa wengine. Samia na Samia haendi peke yake. Veda haya, diwani Veda haendi peke yake, diwani. Mheshimiwa Waitara ametoa kauli hiyo Juni 14 mwaka 2025 kwenye mkutano wa hadhara ambao uliandaliwa na mbunge wa jimbo la Musoma mjini, Mheshimiwa Vedastus Matayo kwa ajili ya kushukuru wananchi kwa kumpa ushirikiano kwa kipindi cha miaka 5 ya uwakilishi wake. Mbele ya wanachama na maelfu ya wananchi waliojitokeza kwa wingi kwenye eneo la soka kwa saa 8 kata ya Mshikamano, mbunge huyo wa Tarime Vijijini amesema yapo mambo ambayo yanafanywa na kamati hizo za siasa ambayo hayapaswi kufumbiwa macho katika kutenda haki. Siwaambii watu wa Musoma tu haya maneno, nawaambia viongozi wa mkoa wa Mara wa Chama cha Mapinduzi. Haya maneno nawaambia viongozi wa chama kitaifa. Hapa Veda mbunge wa jimbo yupo na mstahiki meya na wanachama wa Chama cha Mapinduzi wanazungumza kwenye mkutano wa hadhara wakieleza utekelezaji wa ilani. Pale mbele hakuna kamati ya siasa. Unafikiri ni bahati mbaya hiyo? Unafikiri ni bahati mbaya? Ni bahati mbaya hapa? Unafikiri ni bahati mbaya kwamba leo Veda anawaomba ridhaa kwenda kuchukua fomu na wananchi mmesema mnamchangia, na mstahiki meya ametaja data za fedha ambazo zimechangwa katika kata mbalimbali kabla ya kuja hapa Mshikamano. Alafu hiyo fomu ataenda kuichukua kwa katibu wa wilaya. Hiyo fomu itajadiliwa na kamati ya siasa ya Musoma mjini ambao wao wana mgombea wao mfukoni. Nataka nirudie, tukitaka kufanya siasa safi hapa mkoa wa Mara ni lazima tuambiane ukweli. Kama ni jipu tulitoboe, tukamue, tutoe kiini. Na mimi ningekuwa na uwezo ningefuta kamati ya siasa ya Musoma mjini, ningefuta kamati ya siasa ya Tarime mjini. Haki ya Mungu ningewafuta. It is very unfair. Hata kama umtaki mbunge, hata kama umtaki Veda, basi penda maendeleo ambayo ameyasemea katika bunge la Tanzania. Penda huduma ambazo ametoa kwa watu wake. Yaani mimi ninapozungumza hapa Tarime Vijijini ndo kwanza wanajenga tenki pale Sirari ili tupate maji kutoka Ziwa Victoria. Nina vijiji 88, vitongoji 500. Nimemaliza kupeleka umeme kwenye vijiji tu. Bado vitongoji zaidi ya 200 havina umeme. Nyie mitaa yote mnawasha taa ikifika saa 12. Mungu awape nini? Gunia la chawa. Mimi nina kata 26. Kuna kata hata hazina mradi wa maji. Nimetaja mara nyingi bungeni. Na hata miradi ya maji iliyopo ni maji ya visima, mengine maji ya mserereko, na maeneo mengine hakuna mradi hata mmoja wa maji. Bado mimi kwangu tunachota maji ya visima, tunashare maji na tembo usiku. Nyie hapa mitaa yote mna maji ya bomba. Mungu awape nini? Mimi eneo la Nyamongo, eneo la Sirari na eneo la Nyamwaga ni maeneo ya vijijini, lakini watu wangu kuna maeneo nalipia umeme zaidi ya shilingi 300,000. Nyie mko manispaa, makao makuu ya mkoa, hamna vitongoji, muna mitaa, umeme shilingi 27,000. Mungu awape nini? Kwa hiyo ndugu yangu,
Nimekuja hapa kwenye mikutano mara kadhaa kama mwana Mara na kama mwana CCM, sifurahishwi na baadhi ya viongozi wa wilaya zetu katika mkoa wa Mara. Wanatukwamisha, wanafanya makosa ya kikanuni. Mimi naweza kuwa mwenyekiti wa wilaya, mimi naweza kuwa mjumbe wa kamati ya siasa na nikawa sikuungi mkono, lakini hautajua kama sikuungi mkono. Hata kwenye mkutano wa hadhara viongozi wenu hawaendi kwa sababu wanamgombea, wameweka kwa pani. Alafu nataka mchange hela mumpe VEDA aende kuchukua fomu kwenye ofisi hiyo hiyo, alafu sisi tukae nje tunasubiri VEDA, kipenzi chetu, kaka yetu, mbunge yetu tunayemtaka sisi, hao wenye mgombea wakamjadili. Hivi nafikiri utamwandikia nini huyu? Kama imefikia hatua hauwezi kwenda kwenye mkutano wa mbunge wa Chama cha Mapinduzi ukiwa hadharani hivi ukaficha hata aibu ndani ya chumba kwenye kona nne, utamwandikia nini? Kwa mimi na VEDA tumejipanga kukataa maoni ya kamati ya siasa ya Msoma na ya Tarime kwa sababu wale wana wabunge wao. CCM oye! Sisi hatuwezi kuwa wajinga. Tunajua kusoma na kuandika. Tunaweza kusoma alama za nyakati. Tunajua kilichoiva na kibichi. Tunaweza kuchambua pumba na mchele. Kamati ya siasa ya Msoma na kamati ya siasa ya Tarime imepoteza heshima ya kujadili watu. Kamati ya siasa ya mkoa iunde kamati maalum hapa Msoma na kule Tarime ili sisi tutendewe haki. Akizungumza wakati akiwashukuru wananchi kwa kumpa ushirikiano kwa kipindi cha miaka mitano, mbunge wa jimbo la Musoma mjini Mheshimiwa Vedastus Matayo amesema amefarijika kwa namna wana CCM na wananchi kwa kuonesha upendo mkubwa kwake na hata kufikia hatua ya kumchangia fedha kuchukua fomu. Matayo amesema tayari amepita kwenye kata zote kusoma taarifa ya utekelezaji wa ilani na yaliyofanyika yanaonekana, na kwamba kuna baadhi ya changamoto zinazoendelea kupatiwa ufumbuzi wake. Leo changamoto zilizobaki, yani zimebaki ni za kuhesabu. Changamoto kubwa tulionayo kwa mji wetu wa Msoma, tatizo letu kubwa ni kwamba uchumi uko chini. Tatizo letu kubwa ni kwamba ajira ni ndogo sana, watu wetu wengi hawana ajira. Changamoto yetu kubwa ni kwamba hatuna viwanda, na hivyo ndio maana watu wengi wale ambao sasa wanatafuta nafasi wanakuja na uongo, wanasema ngoja tuambie Matayo ndio kaua viwanda. Waambieni waache uongo, wanasema wasiwe waongo mchana kweupe. Hata Mheshimiwa Waitara naamini ukipata nafasi utawaeleza kwamba Msoma hatuna viwanda kweli. Hata ungeenda vijijini kuna kiwanda, ukienda Butiama kuna kiwanda, ukienda Rorya kuna kiwanda. Kila mahara viwanda vimekufa. Sababu ni mbili. Moja, tulipoingia kwenye ubinafsishaji kwenye awamu ya tatu ndipo tuliwaachia sekta binafsi. Kwa hiyo mbunge hana nafasi ya kuleta kiwanda, maana kiwanda hatuendi kuomba serikalini. Kwa hiyo wale ni porojo. Lakini hata ukizungumza vile viwanda vya samaki, sisi wenyewe tunajua uvuvi haramu ndio umeua nini? Ndio umeua vile viwanda. Kwa hiyo zile zingine wenzetu ni porojo wanasema, kwa sababu hawana cha kusema. Mambo yote tumetekeleza. Leo machache tu yaliyobaki. Hivi navyoondoka Dodoma, tayari hii barabara mkandarasi amesha saini mkataba, wakati wowote mtaona inachapwa nini. Lakini hata na ile ya kutoka polisi pale Kigera ya kwenda kule nayo mtaona inachapwa lini. Lakini ile soko la pale Nyasho mliona limeanguka, tumeliangusha, maana yake mkandarasi anafanyaje? Ile stendi yetu ya Bweri ambayo ndio ilikuwa stendi mbovu, leo na yenyewe inaanguka, tunaweka nini? Tunaweka lami. Hapo vipi? Kwa hiyo mimi nimekuja tu kwa ajili ya jambo moja, kuwashukuru.
Nimekuja kuwashukuru kwanza kwa ushirikiano mkubwa mlionipa, lakini sasa kwa sababu muda wangu umefika mwisho, yani tarehe 27 ndio mwisho. Kwa sababu tarehe 27 ndio mwisho na leo zimebakia siku kama 13 hivi, si ndio ndugu zangu? Sasa hizo siku 13 maana yake nimekuja kushukuru kwa sababu sitapata nafasi nyingine ya kuja kushukuru. Sote tunatambua wakati Musoma hii Mheshimiwa Vedastus Manyinyi Matayo anaingia madarakani mwaka ule wa 2005 na kuendelea. Musoma hii upande wa maji tulikuwa tunapata maji kwa 30% tu, lakini leo tunapata maji. Uwezo wetu wa maji hapa Musoma tunahitaji lita milioni 20 kwa siku, lakini mashine zile ambazo Mheshimiwa Vedastus Manyinyi Matayo alizisimamia na zikapatika zina uwezo wa kuzalisha lita milioni 30, na ndio maana tumekuwa na uwezo wa kupeleka maji Musoma vijijini mpaka kule Taro, tunapeleka mpaka Butiama, maeneo ya makutano. CCM oye! Lakini barabara hizi za hapa mjini watu wengine wanashindwa kuelewa, na hasa wale vijana wa .com, utaona kwenye mitandao mle wanajifanya kama waelewi. Lakini leo nani hajui wakati Vedastus Manyinyi Matayo anaingia madarakani mwaka 2005, barabara hii tuliosimama hapa ilikuwa barabara ya vumbi kutoka Mutex mpaka Majita Road. Nani hajui kwamba barabara ile ya kutoka pale Nyasho kituo cha afya kuja Majita Road ilikuwa ya vumbi? Nani hajui kwamba Amri Abedi ilikuwa barabara ya vumbi? Nani hajui kama Kennedy ilikuwa barabara ya vumbi? Nani hajui kama Kawawa ilikuwa barabara ya vumbi? Nani hajui kama kutoka Musoma mjini kwenda mpaka Bukanga makutano na wenzetu wa Musoma vijijini ilikuwa barabara ya vumbi? Ilikuwa mtu muda wa saa 2 kutoka Bukanga kufika mjini, leo ni lami. Lakini zoezi hilo linaendelea. Ndugu wananchi, atakuja kuwaeleza Mheshimiwa Vedastus Manyinyi Matayo mipango gani anayo katika swala zima la uendelezaji wa miundombinu ya barabara. Lakini liko swala la afya. Leo nani hajui kwamba wakati Mheshimiwa Vedastus Manyinyi Matayo alipokuwa anaingia madarakani, hospitali yetu ya Kwangwa ilikuwa ni gofu, ilikuwa haijaanza hata kunyanyuliwa zile kuta. Leo tunao madaktari bingwa 38, wale ambao tulikuwa tunawafata Bugando, tunawafata Muhimbili, na wengine walikuwa na diriki kusafiri kwenda mpaka Nairobi kutafuta huduma. Leo huduma hizo za kibingwa zinapatikana katika hospitali yetu ya Kwangwa. Lakini pia tumeongeza shule mpya za msingi, tumeongeza shule shikizi pale Makoko, tumeongeza shule shikizi Nyabisare, tumeongeza shule shikizi Rwamlimi. Lakini kama hiyo haitoshi, CCM oye! Tumejenga shule mpya. Shule mpya ziko za msingi, ziko za sekondari. Bweri Bukoba milioni 500 na 300 pale tumejenga shule mpya kuanzia chini mpaka tumemaliza. Iko shule ya sekondari Bubwemo pale Bweri Bukoba, na yenyewe tumejenga toka shule ya msingi na tumemaliza. Na juzi mwezi wa 12 tumepokea milioni 250. Shule ile ya Bubwemo imekwenda kuwa shule ya kidato cha 5 na cha 6. GMTV Musoma.